Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 9 mwezi Machi, tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Fransiska wa Roma Mtawa. Fransiska wa Roma alizaliwa mnamo mwaka 1384 katika nchi ya Italia. Alikuwa mcha Mungu tangu akiwa na umri wa miaka 6 na alitamani kuwa mtawa. Hata hivyo, alipofikia umri wa miaka 12, akifuata matakwa ya wazazi wake Paulo Buso na Yakobeila wa Rofredeshi, alikubali kuolewa na Lorenzo Pianzino, kijana aliyekuwa mwema na mcha Mungu kutoka familia tajiri ya ukoo bora. Walizaa watoto 6, walifurahia maisha yao ya ndoa, hawakugombana hata mara moja. Fransiska alipenda sana kusali na kutokufungamana na malimwengu. Alikuwa mwanamke mcha Mungu bila kusahau wajibu wake kwa familia. Wakati fulani alilazimika kutenga muda kwa ajili ya kufanya kazi za nyumbani. Wakati kulipokuwa na mgawanyiko katika kanisa la Roma lilikuwa na shida kubwa kiuchumi, na mwaka 1408 familia ya Fransisko nayo ilipata pigo hilo. Mume wake ambaye alikuwa mkuu wa mashirika ya kipapa alichukuliwa mateka na kundi la wanajeshi wakiongozwa na Ladislaus wa Napoli, na mtoto wake wa miaka 8 naye alipelekwa uhamishoni. Waliachiliwa miaka 2 baadaye, yaani mwaka 1410, lakini jumba lao la kifahari kule Roma lilikuwa limeharibiwa na mashamba kutaifishwa. Watoto wao 2 walifariki baada ya muda mfupi. Utakatifu wa maisha yake, toba, hamu yake ya kuokoa roho za watu na mapendo kwa maskini viliwavuta baadhi ya Waroma matajiri walioishi maisha ya anasa kuachilia hayo na kuwajali maskini. Kwa kuangaziwa na maisha ya Fransiska, mwaka 1425 waliunda shirika la Waobleti wa Mtakatifu Benedikto, ambao katiba yao ilithibitishwa na Papa Eugene wa 4 mnamo mwaka 1433, ambayo ipo hadi leo hii. Karama yao ni kuhudumia maskini na wagonjwa. Hawakuweka nadhiri rasmi au kuishi katika monasteri, lakini walikuwa na utaratibu wa sala, kufariji wagonjwa na kuwasaidia maskini. Fransiska alikuwa na uwezo wa kusoma dhamiri za watu na kutambua watu wenye mapepo. Alikuwa na kipaji cha utabiri, uponyaji na maono. Kwa miaka 23, Mungu alimjalia uwezo wa kumwona na kuwasiliana na malaika wake mlinzi. Aliingia katika shirika lake mnamo tarehe 21 ya mwezi Machi mwaka 1436, ikiwa ni baada ya mume wake kufariki dunia. Fransiska alifariki miaka 4 baada ya kifo cha mumewe, yaani tarehe 9 ya mwezi Machi mwaka 1440. Alitajwa mtakatifu tarehe 29 ya mwezi Mei mwaka 1608 na Papa Paulo wa 5, na alizikwa kule Santa Maria Nova, Italia. Fransiska anajulikana sana kwa upole, uvumilivu na kujitoa kwake mhanga kuwasaidia maskini. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Maneno ya Mtakatifu Fransisko wa Sales ni tafakari fupi inayohusu maisha ya Mtakatifu Fransiska wa Roma Mtawa. Kwa kujitoa kwa Mungu, sio tu unampokea Mungu, zaidi sana unapokea uzima wa milele.
Watakatifu wengine tarehe 9 ya mwezi Machi: Mtakatifu Fransiska na Mtakatifu Savio. Mtakatifu Fransiska wa Roma, mtawa, utuombee.